Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu toka Kivu Leo 24. Mjambo na karibu kwa matangazo ya leo Septemba 26, 2025. Natasha Mingwanroya ni msomaji wa siku. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC Sauti Kivu. Tuangazie habari zetu na habari za usalama mjini Bukavu. Watu wawili ambao ni wezi walishikwa na wanajeshi wa AFC M23 asubuhi ya Ijumaa Septemba 26, 2025. Hii imetokea wakati wa jaribio la wizi la kutumia silaha huko Nguba katika eneo la Nyalukemba, manispaa ya Ibanda mjini Bukavu. Mashahidi katika eneo la tukio wameripoti kwamba watu watatu waliokuwa na silaha walishambulia maduka ya eneo hilo mwendo wa saa 1:30 za asubuhi na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Walijulisha idadi ya watu. Askari wa AFC M23 walikimbia kuchunguza hali hiyo. Katika eneo la tukio, mmoja wa majambazi hao alizidiwa nguvu eneo la Fevere karibu na Nguba, huku wenzake wawili wakikimbia. Saa chache baadaye, mwanamume mwingine alinaswa eneo hilo akiwa na jeraha la risasi kwenye paja. Hatua hii inafurahisha sana watendaji wa kijamii ambao wanapongeza kubadilika kwa huduma za usalama katika uingiliaji kati huu na kuhimiza idadi ya watu kila wakati kushirikiana nao ili kuzuia ukosefu wa usalama. Kama ukumbusho, kisa kama na hichi kimerekodiwa katika eneo hilo jioni ya Jumatano Septemba 24, wakati kundi la watu waliokuwa na silaha lilishambulia duka moja kwenye barabara ya Irambo mkabala na kanisa la Nzambe Malamu. Kwa hiyo umuhimu wa kuimarisha hatua za usalama katika sehemu hii ya jiji la Bukavu ili kulinda idadi ya watu na mali zao kunahitajika. Uchumi. Bei za mahitaji ya kimsingi zinazidi kupanda katika kituo cha biashara cha Madegu huko Minembwe, eneo la Fizi, tukiwa Kivu Kusini. Wenzetu kutoka La Pinele DRC wameripoti kuwa hali hii inatia wasiwasi wakazi ambao maisha yao ya kila siku yanazidi kuwa magumu. Kulingana na vyanzo vya ndani vilivyowasiliana na La Pinele DRC, ongezeko hili lilienea katika eneo lote kutokana na kufungwa kwa barabara inayounganisha uwanda wa Ruzizi hadi Minembwe kupitia Uvira, Makobola, Baraka, Fizi, Mukela, Lusuku na Mikenge. Pia ukosefu wa usalama unaoendelea unalemaza trafiki na kuzuia bidhaa kufika mahali zinapoenda kwa usafiri wa magari. Wakazi wanaona ongezeko la bei ambalo halijawahi kushuhudiwa. Sanduku la sabuni sasa linagharimu faranga za Kongo 25,000 ikilinganishwa na faranga za Kongo 5,000 hapo awali. Kilo moja ya sukari pia inagharimu faranga za Kongo 25,000 badala ya 5,000 hapo awali. Kilo ya maziwa inauzwa faranga za Kongo 50,000. Nishati Fursana inagharimu faranga za Kongo 10,000. Nguo ya kitenge Waxe inauzwa faranga za Kongo 18,000. Nguo mbili za kiuno ama vitenge vya ubora wa wastani zinagharimu faranga za Kongo 20,000. Mafuta ya watoto inagharimu faranga za Kongo 30,000 na mengine mengi. Hata hivyo, baadhi ya bidhaa za kienyeji kama vile mafuta ya mawese na unga wa mahindi zinauzwa katika mashamba ya eneo la Fizi kwa sasa zimeepushwa na ongezeko hili. Barabara zimefungwa ambapo bidhaa zilikuwa zikifika kwa gari sasa zinasafiri kwa migongo ya watu, zinavuka Uvira hadi kufikia Minembwe, anaelezea mkazi mmoja. Wakikabiliwa na hali hii ya kuogofya, wakazi wanaomba mamlaka za mkoa na kitaifa kuchukua hatua haraka. Kwa ufupi, wanatoa wito kwa kufunguliwa kwa usalama wa barabara ili kuruhusu usambazaji wa kawaida kwenye soko. Ongezeko hili la bei linaonyesha hatari za moja kwa moja za ukosefu wa usalama ndani na karibu ya maeneo ya Uvira na Fizi kwa maisha ya kaya katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Uchumi. Jumuiya ya kirahia ya manispaa ya Ibanda inakemea vikali kile kinachoitwa
Ubadilifu wa maji kutoka kwa mamlaka ya usambazaji maji ya Regideso katika kitongoji cha Nyalukemba, manispa ya Ibanda. Kiongozi wa shirika hili la kirahia alisema hayo katika mahojiano na waandishi wa habari Ijumaa Septemba 2025 ikiwa tarehe 26. Kulingana na Obedi Mamvu, kiongozi wa jumuiya ya kirahia ya manispa ya Ibanda, bili wala faktira za Regideso zinaripotiwa kuongezeka kutoka faranga za Kongo 13,000 hadi faranga za Kongo 50,000 na kupanda. Anatoa wito kwa shirika la ugawanyaji maji Regideso kuwatoza idadi ya watu kulingana na matumizi yao. Obedi Mamvu alisema denunciation ya shirika la raia kata ndogo ya kata Nyalukemba ndani ya komina ya Ibanda kuhusu surfacturation ya Regideso. Kwa leo hatuwezi kosa kuencourager ma initiative za Regideso kwa sababu tuliona maji inatiririka ndani ya mireja ya kwetu kwenye kulipita meme miaka 10, miaka 5, miaka 6 hakuna maji, lakini maji ilifika. Kitu moja tuko na regrete kuona kama kwa leo wale watu ambao waliteseka kukosa maji ndio walipata maji, lakini kuna toka ile kitu wanaita surfacturation na wenyewe walikuwa na maji na biko na makonter. Mtu mwenye alikuwa anauza maji analipa maji ya 20,000 francs, 25,000, 30,000. Leo anajikuta kwa mshangao anapata facture ya 20,000 francs, anapata facture ya 80,000, na hiyo yote ni surfacturation. Hawezi kuwa ulifanya mwaka kupata maji, ile unaipata kwa mwezi mmoja kisha wanakuletea facture ya 100,000 francs na bila kukonte, bila kuprelevement ya hiyo maji ambayo ulikonsomea ma metre cube. Na ndio maana tunainsiste sana watie makonter. Watu ambao walijiabonea pale sama wanapata maji mwemwa, unamletea facture ya 20,000 francs. Tuko tunafistige na kuomba wakubwa wa Regideso angalie comment est-ce que wanaweza revoir façon yao ya kufanya kusudi waservire population na population pia ijikaze kwa kulipa mafacture zao kusudi maji sikwe nakosa ndani ya kata zetu. Tulipowasiliana na shirika la ugawanyaji maji waliahidi kutoa jibu katika masaa yajayo. Habari za kijamii. Uendelezo wa kazi za ukarabati kwenye ukumbi unaoandaliwa kwa ajili ya sherehe za harusi ya serikali zinaendeshwa vizuri, masemi yake kiongozi wa manispa ya Kadutu, mwanasheria Biamungo Kazimire katika mahojiano nasi Septemba 26, 2025. Kulingana na kiongozi wa mtaa ya Kadutu, mradi huu ni sehemu ya kazi za maendeleo ya kijamii zinazotekelezwa tangu alipoteuliwa na mamlaka ya AFC M23. Miongoni mwa mafanikio aliyoyataja ni ujenzi wa vilalo katika maeneo kadhaa, usambazaji wa maji safi, kupambana na masoko ya kiolela na kuimarisha usalama wa pahali. Kazimiri anasisitiza kuwa jengo la zamani ni ndogo mno na halijibu tena mahitaji ya sasa. Tukumbushe kwamba kazi hizi zote zinafanyika kwa kutumia fedha za ndani za mtaa ya Kadutu, amesisitiza kiongozi huyo. Usalama. Mzaniwa wa utekaji nyara alinaswa akiwa na watoto wawili mnamo Alhamisi Septemba 25, 2025 katika eneo la Kabare. Taarifa hii imetolewa na mfanyakazi wa kijamii David Chikuru ambaye anakemea kuzuka upya kwa jambo hili na kuwataka wazazi kuwa waangalifu na wengine kuchukua hatua za kuwakamata wahusika wengine wa tabia hiyo. Katika mahojiano nasi David Chikuru alisema kuwa mzaniwa huyo wa utekaji nyara alipatikana na watoto wawili katika chumba cha hoteli katikati mwa Kabamba. Alikamatwa na vyombo vya usalama na washirika wake wakakimbia. Waliongeza kuwa watekaji nyara hao wanadaiwa kuwashikilia watoto hao huku wakijifanya wahudumu wa kibinadamu. David Chikuru anachukua fursa hiyo kutoa wito kwa wazazi wakati eneo hilo kuwa waangalifu na kuripoti shughuli zote zinazotiliwa shaka katika jamii zao. Pia alihimiza ushirikishwaji wa mamlaka husika katika maeneo ya vijijini ili kuimarisha uwepo wa serikali na kuzuia tabia ambayo inatishia usalama wa watoto. Alisema kupelekwa kwa watoto mahali pasipojulikana ni chakula ya kila leo hapa mjini Bukavu. Kusema ya kwamba wale ambao wako wanabeba watu mahali pasipojulikana, kuna majambazi wamoja wanatokea mtaa wa Kabare huko kunako groupement ya Irambi Katana. Hii usiku ya 4 kuamkia siku ya 5 majira za saa 1 za magharibi, jana viongozi ambao wanahusika na usalama huko Irambi Katana, sababu tuliweza kuarifu namna gani watu wako wanapelekwa mahali pasipojulikana, na wao walienda kutafutisha watu wamoja wanasema kama
wao ni wanasaidia watu, wanakuwa muungano za kimataifa, na walikuwa kwenye hoteli moja simbali ya Kabamba Centre huko Kajuchu na pembeni ya soko tunaita Chabwine Mwami. Na walifika kwa ile hoteli. Kwa ile hoteli wamekuta kunakuwa watu wawili waliingia ndani ya chumba, wanakaa ndani. Walikuta mwa ile chumba, walianza kutafuta, wakakuta mule wanawia mudushi, njo kwenye wanaficha watoto wawili. Walipouliza watoto maswali, wakasema kwao ni Karale, ngambo ya masomo wanaita complexe scolaire Tupendane. Mmoja wa wale wajambazi alikimbia, lakini mwingine ameshikwa na kwa sasa anasikilizwa. Na jambo taweza kusema, siku hii juma inaisha, mama moja wa miaka 13 na zaidi wa pale Kabale pale ni Kavumu aliweza kukamatwa na wale wajambazi. Wameenda kumuia kwenye pori tunaita Mbayo mu plantation, na walikuwa wakiomba jamaa pesa, lakini jamaa haikuwa na pesa, na kilio watamaliza kilio ni kesho, na mama yule anazaliwa Mudaka. Hali ingine ni mtoto mwingine waliweza kupeleka kwenye komini ya Kadutu, walimkutaka ngambo za hapa kopera ya zamani, na walipompeleka walianza kulomba wazazi pesa, wakati wazazi wametoa 1,100 $1,100 kusudi mtoto achiliwe. Lakini mtoto walipomswali akasema kama waliwatia mnyumba moya yenye iko hangar na wengine watoto wanapatikana ndani ya ile nyumba. Ile jambo ambalo tumeweza kulipata. Tunaomba viongozi wajitahidi kwa kuadhibu wale watu. Habari za utamaduni. Katika jitihada za kuleta furaha kwa idadi ya watu licha ya matatizo ya kiuchumi, wacheshi wa Bukavu Jospin Demarque na Gloire Taylor wanawapa wakazi wa Bukavu na maeneo ya jirani onyesho la vicheshi ETC Etera Jumapili Septemba 28, 2025 katika ukumbi wa Concordia Manispa ya Ibanda. Katika mahojiano nasi Ijumaa Septemba 26, 2025, mcheshi Jospin Demarque anatoa wito kwa watu kushiriki katika onyesho hili ambalo litaponya magonjwa mengi kwa maneno yaliyozingirwa na vichekesho visivyozuilika. Anahakikishia kwamba watu kadhaa kutoka kwa ulimwengu wa vichekesho na slame watafanya onyesho la umma lenye ujumbe wa amani, mshikamano wa kijamii na upendo katika wakati huu wa shida. Jospin Demarque alisema. Kulingana na kiongozi wa mtaa ya Kadutu, mradi huu ni sehemu ya kazi za maendeleo ya kijamii zinazotekelezwa tangu alipoteuliwa na mamlaka ya AFC M23. Miongoni mwa mafanikio aliyoyataja ni ujenzi wa vilalo katika maeneo kadhaa, usambazaji wa maji safi, kupambana na masoko ya kiolela na kuimarisha usalama wa pahali. Kazimiri anasisitiza kuwa jengo la zamani ni ndogo mno na halijibu tena mahitaji ya sasa. Tukumbushe kwamba kazi hizi zote zinafanyika kwa kutumia fedha za ndani za mtaa ya Kadutu, amesisitiza kiongozi huyo. Ni hayo tu tumekuandalia kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, ikiwa Septemba 26. Asante sana kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa matangazo yetu. Sina budi kukutakia mwanzo mwema wa wikendi. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.